Mtazamaji, Tundu Lissu anaonekana ni mtu mwenye akili kubwa sana. Uhoji wa shahidi cross examination dhidi ya afisa mwandamizi wa polisi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu umeweza kuendelea, huku Tundu Lissu akijikita zaidi kwenye maelezo ya shahidi yaliyotolewa chini ya kiapo, madai ya vitisho dhidi ya mashahidi wa upande wa mashtaka na taratibu zilizofuatwa wakati wa upelelezi. Mjadala huo wa hivi sasa ulitokea wakati Tundu Lissu akiendelea kumhoji kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba ambaye ni shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka katika kesi hiyo. Moja ya mambo ya awali ambayo Lissu alirejelea ni madai ya awali ya upande wa mashtaka kwamba baadhi ya mashahidi walitishiwa maisha baada ya Lissu kukamatwa. Tundu Lissu alimtaka shahidi kuangalia maelezo yake ya kiapo na kuthibitisha kama kwa hakika yalikuwa na taarifa kuhusu mashahidi kutishiwa, kufanyiwa vitendo vya vurugu au madhara ya kimwili. Shahidi alionyesha maneno madhara ya kimwili, yani body harm, yaliyokuwemo kwenye nyaraka hiyo. Lakini Lissu alimhoji zaidi, akiuliza kama maelezo hayo yalisema waziwazi kuwa kuna mtu yoyote aliyepigwa, kutishiwa, kuuawa au kutishiwa kuchomewa nyumba au kuonywa kuwa familia zao zingeshambuliwa. Shahidi alikiri kuwa maelezo hayo mahususi hayakuwemo kwenye hati hiyo. Kisha Tundu Lissu alipinga maelezo ya shahidi kuhusu madai hayo ya vitisho, akibainisha kuwa kulingana na maswali yake mwenyewe kwa baadhi ya mashahidi walioletwa mahakamani hapo awali kanusha kutishiwa au kufanyiwa madhara ya kimwili wao wenyewe au ndugu zao. Hivyo Tundu Lissu alimuuliza afisa huyo wa polisi kwa nini mahakama ikubali maelezo yake kuhusu vitisho badala ya maelezo ya mashahidi wenyewe. Shahidi Amin Mahamba alisisitiza kuwa mahakama inapaswa kutegemea ushahidi wake. Mazungumzo hayo kisha yalihamia sehemu nyingine ya ushahidi wa shahidi huyo. Safari hii ikihusu nyaraka ambazo afisa huyo wa polisi alikuwa amezikabidhi mahakamani hapo awali. Tundu Lissu alijikita kwenye taarifa za eneo zilizokuwemo katika mojawapo ya nyaraka hizo, akimuuliza shahidi kuhusu Goba na eneo la kiutawala ambapo eneo hilo lipo. Wakati shahidi aliposema hajui kama Goba iko chini ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo, Lissu alitumia fursa hiyo kusoma taarifa husika za eneo hilo mahakamani na kisha kumtaka shahidi kutaja kata aliyokuwa ameandika katika maelezo yake. Shahidi alisisitiza kuwa aliandika kata ya Matosa. Kisha Tundu Lissu alihamia kwenye kielelezo D15, nyaraka ambayo shahidi aliitegemea wakati akitoa ushahidi wake. Aliuliza ni nani aliyeandika maelezo hayo. Shahidi alisema yeye mwenyewe ndiye aliyeandika. Jibu hilo lilipelekea kuanza kwa mfululizo mwingine wa maswali. Tundu Lissu alihoji iwapo kwa mujibu wa taratibu za uchunguzi wa makosa ya jinai, shahidi kwa kawaida anatakiwa kuandika maelezo yake mwenyewe au iwapo maelezo hayo rekodiwa na afisa wa polisi. Shahidi alikiri kuwa maelezo kutoka kwa mashahidi kwa kawaida huchukuliwa na afisa wa polisi. Kisha Tundu Lissu alihoji kuhusu mazingira yaliyozunguka maelezo hayo mahususi, akiuliza ni nani aliyempa shahidi onyo hilo na ni afisa yupi wa polisi aliyepokea maelezo hayo. Majibu ya shahidi Amin Mahamba yalimfanya Lissu ahoji sababu ya yeye kuonekana kuwa ndiye aliyeandika na kusaini maelezo hayo binafsi. Baadaye maswali ya upande wa utetezi yalihamia kwenye majukumu ya shahidi mwenyewe ndani ya jeshi la polisi. Tundu Lissu alimkumbusha kuwa katika maelezo yake alikuwa ameeleza majukumu yake yakijumuisha ulinzi wa raia na mali zao. Shahidi alikubaliana na hilo. Kisha Tundu Lissu aliuliza kuhusu majukumu ya kitengo cha polisi kinachojulikana kama Unit X ambacho shahidi alisema alifanyia kazi. Kwa mara nyingine shahidi alikubali kuwa kulinda raia na mali zao kulikuwa sehemu ya majukumu ya polisi. Tundu Lissu kisha aliwasilisha nakala ya kanuni za jumla za polisi, yani Police General Orders, zinazojulikana zaidi kama PGO, na kumwomba shahidi aone vifungu husika. Shahidi aliulizwa iwapo majukumu yaliyoelezwa katika vifungu hivyo yalikuwa sehemu ya majukumu ya kitengo chake. Alithibitisha kuwa ndivyo ilivyokuwa. Lissu pia aliuliza iwapo kulikuwa na kitengo kingine cha polisi kilichotajwa katika mwenendo wa kesi kama Unit Y na ni yapi yalikuwa majukumu yake. Shahidi alisema kitengo hicho kilikuwepo na akaeleza kuwa hatimaye ulinzi wa raia na mali ulikuwa jukumu la pamoja ndani ya jeshi la polisi. Lakini kisha maswali hayo yalichukua mwelekeo mzito zaidi.
Tundu Lissu alianza kuchunguza historia ya kitaalamu ya shahidi na kuhoji baadhi ya taarifa zinazohusu vituo vyake vya kazi vya awali. Aliuliza iwapo shahidi huyo aliwahi kuhudumu kama afisa wa upelelezi wa mkoa RCO mkoani Singida. Shahidi alisema hakuwahi kufanya kazi huko. Kisha Tundu Lissu alitaja jina la Amin Mahamba kuhusiana na kipindi cha awali katika utumishi wa polisi, hasa kati ya mwaka wa 2006 na mwaka wa 2009. Shahidi Amin Mahamba alikiri kuwa kulikuwa na afisa mwenye jina linalofanana na hilo, lakini akasema afisa huyo alijulikana kama Amin Said Mahamba na kusisitiza kuwa mtu aliyetajwa katika rekodi ya awali ya mahakama hakuwa yeye. Tundu Lissu alipinga msimamo huo. Aliwaambia majaji kuwa aliona suala hilo ni muhimu kwa sababu alikuwa akirejelea kesi ya awali ya mahakama ya rufani ya mwaka 2007 na akabainisha kuwa hukumu hiyo ya awali iliibua maswali kuhusu afisa kutoa ushahidi chini ya kiapo. Kisha Tundu Lissu akasoma sehemu ya hukumu hiyo aliyokuwa akiitegemea. Hata hivyo, shahidi aliendelea kukataa kuwa afisa aliyetajwa katika kesi hiyo ya awali alikuwa yeye na kudai ya kwamba alikuwa tu mtu ambaye majina yanafanana. Kutoelewana kuhusu utambulisho wa afisa huyo kulikuwa moja matukio muhimu zaidi katika mahojiano hayo, huku Tundu Lissu akitaka kubaini iwapo historia ya taaluma ya shahidi huyo inaendana na kumbukumbu zilizokuwa katika mashauri ya awali mahakamani. Kuanzia hapo, Lissu akarejea kwenye suala kuu la usalama na uchunguzi. Alimkumbusha shahidi huyo kuwa alieleza kitengo cha X kuwa kinahusika na masuala yanayohusu usalama wa taifa. Kisha Tundu Lissu akauliza iwapo wakati wa upelelezi wa kesi ya Lissu shahidi huyo alimhusisha ofisa usalama wa mkoa. Shahidi alisema hapana. Kisha Tundu Lissu akauliza iwapo idara ya ujasusi na usalama ya Tanzania au TISS imehusika. Tena shahidi alisema hakuwashirikisha. Lissu aliendelea kuuliza iwapo shahidi huyo anaifahamu kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na iwapo kamati hiyo ya Dar es Salaam ilipewa taarifa kuhusu uchunguzi huo. Maswali hayo, mtazamaji, yalionekana yakilenga kupima wigo wa uchunguzi na iwapo taasisi nyingine za usalama au mamlaka za kikanda zilishauriwa wakati wa mchakato huo. Mtazamaji, hadi kufikia sasa kesi bado inaendelea ndani ya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, ambapo Tundu Lissu anaendelea kumhoji huyu ambaye ni Amin Mahamba ambaye ni shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka kama upande wa serikali, ambaye pia ni kamishna msaidizi wa jeshi la polisi. Vile mtazamaji, sasa hivi nitaachia hapa, lakini katika kipindi kijacho ama katika update na video ijayo ambao nitakuandalia, nitaweza kurudi na nikueleze ni jambo gani liliweza kutokea baada ya hapo ama kiliendelea nini na mahojiano haya kati ya Tundu Lissu na Amin Mahamba ambaye ni shahidi wa 16 katika kesi hii yake ya uhaini. Hivyo basi, ili uwe wa kwanza kupata taarifa hiyo ama update hiyo pindi tu nitakapoweza kuipakia ama kuituma hapa katika mtandao wetu wa YouTube, utabidi uweze kuhakikisha kwamba umesubscribe na kubonyeza alama ya notification ama alama ya kengele. Ukifanya hivyo utapokea ujumbe kupitia simu yako ama notification kupitia simu yako ambayo itakwambia ya kwamba Mirindimo Media imeleta update mpya kuhusu kesi ya Tundu Lissu mahakamani. Sasa hivi na kuomba tu subscribe alafu like video hii, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.